kwa hali ilivyo sasa hivi unaweza kujikuta hata ukifa upumziki badala yake unaenda kuwa mzimu huko. Unapewa kazi nyingine ya kuwa mzimu, kutatua shida za ukoo. Unarudi kututesa huko. Unarudi paka kazi. Unatumwa tu huko na matatizo, unatumwa mzimu. Nenda. Hali yako inakuwa ni mbaya dhoofu ile hali. Hatari. Vipi bwana? Bwana salama, tupo kwenye msiba mzito. Moja kati ya taarifa ambazo zimeibua gumzo kubwa sio nchini Tanzania peke yake bali Afrika Mashariki. Kufuatia vifo vya watu 37 kwenye ile ajali ya pale Same. 38 sasa hivi. 38 mpaka jana wakati anazungumza naibu waziri. 38 tayari. Moja kati ya matukio kusikitisha. Niliona taarifa pia ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kuhusu familia ya mzee Abdalla Kiluvya. Huyu ni mkazi wa Ngusero katika mji ule wa Same pale mkoani Kilimanjaro, ambaye imepoteza watu 10 wakiwemo ndugu 4 wa familia moja na wapangaji 6. Yaani nyumba moja watu 10 wameenda. Walikuwa wanasafiri au wanaenda kwenye harusi. Bwana twendeni Same. Kachukuana pale majirani, marafiki kidogo. Kwenda Moshi. Kwenda Moshi kwenye harusi. Harusi ya ndugu ya familia pale. Kwa anapanga kufanyia kwenye ukumbi wa Kuringe Hall pale manispaa ya Moshi. Kaenda wote. Mzee Abdalla Kiluvya na msiba mzito nyumbani kwake kufuatia au ndugu 4 na wapangaji 6 ambao walipoteza maisha mara moja. Yaani ni zaidi ya mzito. Zaidi ya mzito, na wote katika hao anakuambia 98% hao ndugu waliungua na kuteketea vibaya. Yaani hata mabaki yao ya kutambulika kwamba huyu ni fulani inahitaji DNA. Sasa ajali hiyo ilihusisha basi la kampuni ya Channel 1 yenye namba za usajili T179 CWL na basi dogo aina Toyota Coaster yenye namba za usajili T199 EFX kuungana uso kwa uso na kuwaka moto. Ni kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa kwa lengo mbalimbali. Watu wengine wakihoji, jamani vipi? Ilikuwaje? Vipi mbona magari yanawaka sana moto? Maswali ni mengi sana. Sasa kuna baadhi pia Mungu simza kirumbu bwana. Kuna baadhi walinusurika kwenye ajali. Na mmoja wapo ni yule dada ambaye alikuwa na mtoto mdogo. Tumsikize kidogo manusura huyo mmoja. Haya bwana, huyu hapa. Mwanangu naitwa Demetria Sekeri. Nilikuwa natokea Moshi naelekea Tanga kwenye msiba. Lakini tulipofikia pale ndo ajali ikatokea. Tulishindwa, hatukuona watu waliokuja kutuokoa kwa kweli. Hatukuona. Ligari tulimetokea dirishani, mimi nimemrusha mtoto wangu kwa dirishani. Na mimi miguu ilikuwa imebana, wangu na natoka. Nilikuwa natokea Moshi naelekea Tanga kwenye msiba. Lakini tulipofikia pale ndo ajali ikatokea. Tulishindwa, hatukuona watu waliokuja kutuokoa kwa kweli. Hatukuona. Ligari tulimetokea dirishani, mimi nimemrusha mtoto wangu kwa dirishani. Na mimi miguu ilikuwa imebana, wakati natoka miguu ilikuwa imebana, nimekaa hivi kwenye kioo nikadondoka tu, kwa nimedondoka kama gunia. Sikuweza kuruka, miguu ilikuwa inauma. Tunaomba kwa kweli serikali iangalie watu wa Same. Hamna faya, hakuna nilikuja boza, sijui ni kama mtu binafsi sijui. Lenyewe ni maji machache, likija linamwaga maji linaenda, watu wanaendelea kuungua. Jamani tunaomba, wenzetu wamekufa. Nashukuru Mungu siku mmepona, majeraha ni madogo. Kwa tunamshukuru Mungu. Imeacha simanzi kubwa nchini Tanzania. Sasa mjadala mkubwa ni kwenye ule moto ambao umetokea pale. Unajua vyombo vyote vya moto vya usafiri barabarani ya magari yanakuwa na zile fire extinguisher. Kwa bwana watu wa usalama barabarani wanakagua, moja kati ya vitu wanavyokagua ni hiyo. Mna fire extinguisher kile kizuia moto. Mnachukua tahadhari mbalimbali za moto.
Unajua wakati mwingine moto sio lazima itokee kwenye ajali tu. Gari inaweza ikaamua tu likasimama hapa limewaka. Sasa bidi turudi kwa madereva wenyewe tuzungumze nao. Bwana hizi uzoefu wa ajali za moto barabarani zinatokana na nini haswa? Nini ambacho kinachangia ama kinasababisha gari ikawaka moto? Kwenye ajali kama hivi ambavyo imetokea kwa ndugu zetu au kupoteza maisha baada ya kuteketea kwa moto. Unajua kuna kugongana, alafu bado ukiwa umeumia au umejeruhiwa huko ndani, gari na waka moto. Umezoea kusikia kwenye ndege tu. Kaka. Usikia ndege ikianguka ndio moto lazima sababu. Na kama umemsikia vizuri hapo Dorothea anasema bwana hakukuwa na msaada wote wa dharura hata uzimaji ule moto. Pale nani pale sio makazi ya watu kihivi, yani kwamba watu watatokea karibu. Kwamba watatokea karibu. Kama watatokea vijiji vya mbali huko waji. Sasa mpaka aje afike moto ushaungua. Kuungua pale jinsi ya kudhibiti moto na ile unajua moto na science yake ya kudhibiti. Sio kila moto lazima kwa maji. Wataalamu wa zima moto wanatoa elimu kila mara kuhusiana na namna bora zaidi ya kukabiliana na moto ambao unatokana na vyanzo mbalimbali, vyanzo tofauti vya moto. Unazima moto kutokana na chanzo. Kwa hiyo kuna mjadala mkubwa hususan kuhusiana na ukaguzi wa haya magari kabla ya kufanya safari. Na hii ni kwa madereva wenyewe. Kwanza kwa madereva kabla kukutana na askari wa usalama barabarani. Wewe dereva mwenyewe unapotoka nyumbani, chombo chako unakiandaje, unakikaguaje ili kudhibiti, kwa sababu moto unadhibitiwa. Unaweza kuepuka ajali ya kuungua moto kwa chombo cha moto. Unaweza kuepuka tu endapo kama utazingatia ile utaratibu wa ukaguzi wa mara kwa mara wa magari. Sasa nimezungumza na madereva baadhi pamoja na mkufunzi wa madereva kuhusiana na matatizo yanayohusisha moto kwenye vyombo vya usafiri, hususan pale inapotokea ajali za moto. Baadhi wametoa ushuhuda wao na uzoefu wao kuhusiana na matukio kama haya. Nilikuwa nashuka kutoka Mbeya kuja Igurusi, kuna mteremko unaitwa Pipeline. Lakini wakati huo nilikuwa nimetoka kwenye breakdown. Sasa wakati na bishana tajiri yetu ambaye nilikuwa naendesha kipindi hicho kwenye kampuni nyingine, kati ya shoes zile ambazo tulikuwa tunazununua toka zamani za nje zikaletwa ambazo zinagongewa hapa. Sasa zile zinabanduka kutoka kwenye shoe yenye ya chuma na zile ambazo za kubandika. Akanambia hizo utafika nazo hivyo hivyo. Sasa nimefika kwenye huo mteremko kufunga breki mara ya kwanza mara ya pili kagoma. Sasa siwezi kushuka zaidi, kabidi nipunguze gia kushuka, lakini bado sikuweza kuhimili kwa sababu nilikuwa na mzigo mzito. Paka nafika chini pale tayari kule nyuma tairi mbili sharp waka moto. Paka nafika kwanza kupoza ukimbilia fire nilio nayo nzima ni moja tu. Nyingine imeshakwisha nguvu haina. Kwa fire asilimia kubwa tunatembea nazo, zingine zinakuwa zimekwisha. Ukaguzi wa mara kwa mara kwa fire unakuwa ni hamna. Matajiri spare wananua wao wenyewe. Na spare wanazoleta hazikizi mahitaji yale ambayo yanatakiwa. Kwa mfano labda spare original inauzwa 700,000. Ya Kichina inauzwa shilingi 300,000. Tajiri hawezi kununua spare 700,000, lazima anunue 300,000 kutokana na yeye mwenyewe anavyoona urahisi wake. Mwisho wa siku barabarani unaenda umefunga breki mara 2 mara 3, ukishapata moto unaanza kuleta maafa ya kuwaka moto. Alafu kingine, faa zenyewe hawanunui, unakuta magari mengine hayana, au hata kama unazo hazifanyi kazi. Ukimwambia kurenew anasema nenda tu bwana, kwani tatizo liko wapi? Mwisho wa siku matatizo kama haya yakitokea, ndio hivyo, huwezi kudhibiti ule moto, unakuta unatolea maafa kwa magari. Alafu yeye mwenyewe anaanza kulaumu, haya bosi, kijana wangu vipi, imekuaje? Ambia bosi, kutokana na maspare yetu tunayonunua na kutokuwa na fire ambazo ziko standard ambazo yani zime-expire, na maana hata ukipata accident huwezi kuitumia kusaidia. Sisi tunapokuwa tunawafundisha wanafunzi, unamfundisha kitu cha kwanza katika chombo cha moto. Chimbuko kubwa, chimbuko chanzo cha moto ni betri. Zile betri zinatumia umeme. Sasa utakuta matajiri wengine, unakuta hizi betri za magari hizi zinakaa terminal, zile betri terminal vile. Mwingine amegonga na msumari, ukimwambia tajiri aende kwa mafundi hao wanaotengeneza marejeta ili kujaza zile terminal, tajiri anakuambia wewe gonga hivyo hivyo, tuondoke, ukirudi tunaweza tukatengeneza. Sasa ukitoka hapo, wakati una drive gari, ile engine kuna vifaa pale kwenye engine. Kwa mfano kuna kifaa kinaitwa alternator. Ile alternator unaporani engine, ukistart engine, automatic alternator inaanza kuzalisha umeme. Na alternator haiwezi ikapata umeme bila battery. Sasa battery zikishatoa umeme,
ukaingia kwenye otoneta ili otoneta ianze kuzichaji betri. Sasa tayari ule umeme ukiingia kwenye otoneta kisha upokea ule umeme, hata ukizidisconnect zile betri, ukadisconnect terminal, gari haiwezi kuzimika, hata kama ikiwa ni gari ya petroli, hata kama ikiwa ni gari ya diesel, kwa sababu charging system inafanya kazi. Sasa katika betri zile, driver unavyotaka kuondoka, driver, maana na mimi ni driver na anafundisha udriver, hakikisha kitu cha kwanza unakagua terminal betri zile ziko sawa sawa, tight, zimefungwa vizuri na spana zile terminal, na ukishazikagua ukazikuta ziko sawa, unafungua gari lako kwenye boneti au kwenye kibini, unaangalia zile nyaya zile ambazo zimefungwa kwenye starter motor pale, kuna nyaya zingine zimefungwa kwenye otoneta, kusiwepo na loose connection yoyote, kwa sababu ajali ya moto sio mpaka tenki lianguke. Kuna magari mengine yanawaka moto likiwa linatembea kama hivi, unasikia gari limewaka moto. Sasa hizo zinasababishwa na battery, nyaya zile system ya charging kwamba ziko loose connection. Kwa hiyo driver unapokuwa makini kukagua vile vitu, utakuwa umevidhibiti, na si kwamba ni utengenezaji kwamba gari wanatengeneza feki. Mwiko hivyo. Sasa kuna hoja hapo wameibua madereva. Kama bwana zile fire extinguisher. Wakati mwingine wanatembea nazo zikiwa zime-expire. Yaani geresha. Unajua ile zima moto na nini? Wewe unatafuta geresha ili ionekane pale. Ili mradi uwe nayo. Kukaguliwa pale. Nilikuwa kupanda dadala moja nikaomba nikague kale ka box ka huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza. Dereva kwa mega change zake. Ameweka 100 jamani. Maokoto. Lakini pale juu ni kisafi kimetulia, wanasema hapa nikipata tatizo hapa napata huduma ya kwanza. Hamna kitu. Kaka. Ameweka hela zake 100 zake za kununua karanga njiani amedumbukiza pale. Kwa hiyo kuna hiyo ni mfano hiyo fire extinguisher. Nyingine ni hamna kitu. Sasa kuna ule ujanja ambao watusaidie. Unajua zile. Kwa moto naambia toa fasta tuzime, ambia haipo. Haizimi. Sasa wengine ndo wahuni kabisa. Wanapaka rangi vibox kabisa. Tunaona kama imekaa inafanya kama fire extinguisher, ukisogelea hivi mbona kama mbao. Ubunifu. Sasa kwa mjanja kwenye maisha yako, kwa sababu pale unajilinda wewe. Jilinda wewe na chombo chako na wale ambao na wale ambao abiria wako pale. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiukweli kuna vitu vingine unajua ile kuamini kwamba kila kitu lazima ukaguliwe. Unajua kuna mtu kwenye dada sasa hizi ndo kaanza kukagua gari yake. Angalia vizuri, muulize dereva hiyo inafanya kazi, inafanya kazi sana. Hapo kwenye gari ya mkondo unaondoka Magufuli pale, muulize vipi? Iko vizuri? Hiyo ikiwaka tunazima. Nikiumia hapa hicho kibox kina dawa yoyote, hata ka spirit kausha damu wakati tunaenda kupata matibabu? Au ndo uongo na kweli? Yaani unaweka geresha, yani kila kitu ni geresha, kila kitu ni geresha, jambo ambalo wakati mwingine pia isaidi. Lakini pia wamesema hoja za baadhi ya vifaa ambavyo muhimu vinanunuliwa vile vya bei rahisi na nini, lakini mtaalamu ameeleza vizuri zaidi kuhusiana na battery. Wale madereva wanaelewa vizuri, wamsikiliza hapa mkufunzi akitoa darasa hilo, bwana kagueni battery zenu. Zile battery kabla hujatoka pale mkagua. Na huo ni utamaduni wa kawaida kwa dereva yoyote wa chombo cha moto ambaye ni mtaalamu na anajua. Yaani ni utaratibu wa kawaida. Kama unataka kutoka na chombo changu cha moto asubuhi, cha kwanza mchungulia kwanza kwenye battery. Mambo yako sawa. So hicho ndo chanzo kikuu cha moto kwa mujibu wa mkufunzi na mtaalamu hapo. Hapo kwa kituelezea kuhusiana namna ambavyo tunaweza tukaepuka ajali za namna hii za moto. Kwa sababu moto uje kuwashwa na kibiriti pale. Gari yenyewe. Na hii kwa wale labda pengine ingekuwa watu wa marori, sema tairi si breki zimefanyaje, imesugua, yakatengeneza nini, kaliki, mafuta yakagusa kwenye msuguano na nini, moto ukawaka. Lakini hiyo ni moja kwa moja haihusiani na hicho. Ni ajali ambayo imegongana uso kwa uso, kwa vyovyote vile inahusisha beti na zile terminal kuchomoka pale. Hakuna namna nyingine ambayo unaepusha betri kwenye moto kuwaka. Uchunguzi utakuja wa kitaalamu na taarifa zaidi ya jeshi la polisi ya chanzo cha ajali hiyo na kile ambacho kimetokea. Lakini walau kwa kupeana tahadhari na kuendelea kukumbushana kwa madereva wote na watumiaji wengine wa vyombo vya moto, basi kuhakikisha tunazingatia ukaguzi wa awali badala ya kusubiri ama kuvizia
askari wa usalama barabarani aje kukagua. Ambaye pia akikukamata na makosa, mwisho siku unajua makosa ni yako, usalama ni wako. Unajua maisha ni ya kwako. Maisha ni ya kwako. Unajua hata askari usalama barabarani kuna muda wengine wao wanashangaa. Uvaa mkanda unaweka geresha hivi. Unaweka geresha. Sasa nakuangalia sasa unajua. Kwa madereva daladala wa mikanda yao mingi. Anaweka tu hivi. Ili apite mbele ya askari tu papo anawachia. Anatoa tu kile kikoti chake anakivaa, anakiregesha juu hivi, anakavaa sare, akishapita anakashusha chini anaondoka. Yaani anamgeresha. Ujanja mwingi sana. Ndio kama ile story niliyokupa siku moja kwenye mataa hapo ya Mwenge hapa. Taa nyekundu. Mtu kapita unapitaje kwenye taa nyekundu tena? Mbele askari akamuona. Simamisha. Bwana wewe vipi, mbona mvita pale speed ya ngiri? Taa nyekundu ukuiona? Niliona. Sasa mbona ulipita? Kwa sababu sikukuona wewe. Ni muhimu wa kumuona askari. Kumuona askari. Kwa angemuona singepita. Kwa anakupa askari kwa kifo chake. Kwake ni askari. Kwa kifo chake. Askari pale tofauti na hapo fresh tu. Sasa ni masuala ambayo kiukweli pamoja na kwamba tunazungumza leo tayari tukio lishatokea na linatufanya kama shamba darasa. Lakini kuna haja ya kutafakari na kutathmini upya tabia zetu binafsi sisi watumiaji wa vyombo vya moto barabarani. Kweli. Watumiaji wote. Hususan madereva na hata abiria. Unajua una wajibu pia wa afya yako na usalama wako ukiwa kwenye chombo cha moto. Usimwache tu dereva kufanyisha yanachotaka. Ukiona wewe bwana nini, una wajibu kama abiria pia wa kupaza sauti. Bwana huu mwendo sio, neno toa. Bwana hiyo funga mkanda, sio na wewe abiria funga mkanda, na wewe abiria unatafuta ujanja. Mimi mapaja yanauma. Mimi mkifunga mkanda nawashwa. Sasa jamani. Utaratibu. Funga mkanda siwezi kujigusa. Kwenye ndege unafunga. Nataka ujiguse. Kwenye ndege ukisikia funga mkanda. Unafunga chapu unafunga. Unaulizia mna wapi? Yaani kaze vizuri. Sababu uko angani. Uko angani. Sasa sababu usafiri umeuzoea unaona. Mkanda tena mambo gani? Ni jambo ambalo kiukweli kwa usalama ni kati ya vitu ambavyo ni miongozo muhimu ambayo watu tunapewa kwa ajili ya kuhakikisha wanafika salama kule ambapo wanaenda. Kwa hiyo kwa hii tukio ni zito kiukweli. Kila mmoja limemgusa kwa namna yake. Unajua leo Juni 30 ni siku ya kimataifa mitandao ya kijamii. Na bahati mbaya zaidi nchini Tanzania mitandao mingi ya kijamii mimi nikiperuzi naona taarifa kuhusiana na tukio hili. Na taarifa watu wakielezea walivyopoteza wapendo wao, nani wengi wameguswa mmoja. Yaani karibia kila mtu katika marafiki wangu labda wale wa Facebook kule wapi. Nimeangalia post kama watu 5 tofauti wakielezea nimempoteza mpendo wangu. Nimempoteza nani. Na unajua ni kifo ambacho kiukweli kuungua moto. Kama kuna option ya kuchagua sidhani kama kuna mtu atachagua peke yako, lakini unaenda kutafuta kupima DNA ili umjue. Kampumzishe. Unaenda kupumzisha majivu wakati mwingine mabaki ya mwili, sio mwili tena mabaki ya mwili. Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia sasa hii kwa wale ambao wenzangu na mimi ambao wamezoea utaratibu ama utamaduni wa kusafiri pale waandiki taarifa zao sahihi. Bwana unaitwa nani Mtei? Unaandika pale, unaandika lolote hilo. Unajua zile. Sasa huo ndo wakati ambao tunarudi kwenye register sasa zile za majina ya abiria. Unajua nani alikuwepo kwa gari. Sasa ndugu yako hayupo pale. Kwa majina ndugu yako kumbe kupanda. Kumbe ni yako kuandika. Kumbe yeye kuandika jina lake sahihi. Ameandika jina kumbe sio kwake. Akaandika pale. Sasa nyumbani arudi. Na mjue amesafiri kwenda wapi. Niandika pale mimi Fabian Batez. Batez tena. Mnadanganya kwenye basi jamani. Unajua tena kuna watu wana haraka hao. Bwana jina awe ndilo lolote anaweka hata jina la AKA. Naamini kwamba ni utaratibu tu ambao atakiwe kuzingatia sana. Andika hapo Kilo Mosquito. Kilo Mosquito nini? Kirumbu hiyo kwa Kiingereza. Kwa hiyo kuna vitu muhimu ambavyo vidogo wakati mwingine tunarudi sasa kwa ajili ya kuja kuangalia kwenye orodha kupata majina kamili na halisi ya wale abiria ambao wamekutana na madhara haya. Sasa hiyo kama kuna konda alichukua cha juu kuandikisha kama kuna nini hiyo yote inaenda kwa athari sasa. Aliyekuta katikati. Unajua kuna zile bwana wewe nini yote 2000 hapo panda hapo simama hapo jibane hapo.
zote hizo zinaenda